kuchipuka sasa hivi. Taarifa ambazo zinatufikia sasa hivi ni kwamba gavana wa Nairobi Johnson Sakaja pamoja na gavana wa Samburu Jonathan Lati Leleit wanasakwa na polisi kwa kukosa kufika mbele ya vikao vya seneti. Kwa sasa makachero wamezingira afisi za kaunti ya hapa Nairobi. Sasa tuungane na Ibrahim Karanja ambaye amekita kambi hapa Nairobi atujuze. Je, Sakaja ashashikwa au bado anasakwa? Naam, asante sana Fred. Ni kweli kwamba tupo katika afisi za City Hall ambazo ndizo afisi za gavana wa Nairobi Johnson Sakaja, na swali ambalo umeliuliza la kuwa gavana Sakaja amekamatwa au la, ni kwamba bado gavana Johnson Sakaja hajakamatwa kufikia sasa, na ni kutokana na kile maafisa wa polisi wanasema ni Sakaja kutokuwepo afisini mwake wakati ambapo walifika. Lakini unajiuliza ni kwa nini maafisa hawa polisi wanamsaka gavana Johnson Sakaja wa Nairobi pamoja na gavana Lati Leleit wa Samburu? Ni kwa kosa la wawili hao kukataa kufika mbele ya seneti, kamati ya seneti, haswa ile ya uhasibu inayoongozwa na mwenyekiti seneta wa Homa Bay Moses Kajwang. Kumbuka kamati hiyo ya PAC imekuwa ikipitia vitabu vya fedha haswa vya mwaka wa kifedha 2024-2025 na kuwaita magavana kutoka kote nchini na kutaka waelezee ni vipi ambavyo fedha ilitumiwa, na ni kutokana na ripoti ya mkaguzi mkuu ambayo ilikuwa imefikishwa mbele ya kamati hiyo. Na utakumbuka Fred, wiki chache zilizopita ama mwezi mmoja unusu hivi zilizopita, kumekuwa na mvutano baina ya seneti haswa kamati hiyo ya PAC na baraza la magavana wakisema kwamba wamekuwa wakitishwa ama na kunyanyaswa na baadhi ya maseneta ambao wamekuwa hapo. Hata wakati mmoja baraza la magavana likasema kwamba halitakuwa walikifika mbele ya kamati hiyo hadi wakati ambapo mabadiliko yatafanywa katika kamati hiyo, haswa wakitaka maseneta 4 waondolewe katika kamati hiyo. Lakini kisheria ni kwamba lazima kamati hii ya PAC inayoongozwa na Moses Kajwang iwe imemaliza kuuliza maswali kuhusu vitabu hivi vya kaunti kufikia kesho, mwisho wa mwezi wa Machi. Hiyo ni sheria, hiyo ni katiba ya Kenya. Na jinsi ambavyo kamati hizi itakuwa ikimaliza kazi ni iwapo magavana hawa watafika. Kwa hiyo tarehe 19 kamati hii ya Moses Kajwang ilimwandikia Inspector General wa polisi Douglas Kanja, na wakakuwa wakimtaka kuwasilisha magavana hawa wawili Johnson Sakaja na Lati Leleit, na kufikia sasa leo hii bado hawajafika mbele ya kamati hiyo, na ndipo sasa maafisa wa polisi wamekuja kuwatafuta. Maana kumbuka siku ya mwisho ni kesho, wakati ambapo wanafaa kujibu maswali mbele ya kamati hizi. Nitazungumza na maafisa wa polisi ambao wako hapa wakiongozwa na mkuu wa polisi ama kamanda wa polisi katika eneo la Nairobi, Bwana Isa Mohamud. Isa, jambo sana, upo moja kwa moja katika NTV. Tueleze ni kipi ambacho kimewaleta hapa leo hii? Asante sana. I was not prepared for Kiswahili, but niongee Kizungu. Yes, okay. Thank you. We're here legally. We're here to present Honorable Sakaja before the Senate. The Senate has powers. They have directed Sakaja to be brought before the Senate. And through its powers, under Article 96 and Article 125 of the Constitution, the Senate has powers to summon anybody. So accordingly, they summoned the governor of Nairobi, but he never honored the summons. They went to the next step and they have given a warrant of arrest. That warrant of arrest was given to the IG, it has come down to the DIG and to me. So we're here to present the governor of Nairobi before the Senate so that he may have his day to answer questions of the Senate, which is a legal obligation under the Constitution, and we are mandated. The Senate directs the Inspector General of the National Police Service to execute that warrant. That's why we're here. We came here. He is privy to our presence. Yesterday, I'm aware he was told to appear today, but he never honored the same. So we're here, we came to look for him here, and we will not relent until we present him before the Senate. Umegusa swali ambalo nilikuwa niulize, manake huyu ni gavana, ni mtu ambaye si raia tu wa kawaida. Kwa
kabla ya kuja maafisa wa polisi ambao wamekuja hapa, mulijaribu kumpigia kumwambia kwamba anafaa kufika mbele ya maafisa wa polisi na pia mbele ya seneti, akasema nini? Na kwa kuwa hamjampata ofisini, manake hivyo ndivyo naelewa, mnaendelea kumtafuta usiku wa leo, mtaelekea nyumbani kwake, mtamtafuta kwa kiasi gani? He's aware. He's aware. He's fully aware. You see, we have officers who are liaison officers here. The chief of staff, his chief of staff was contacted. He was informed. And the only honorable thing was to go to the Senate. So he has failed to do the same. So we look for him and do the needful. And it's the dignity of the office that he presents himself. You know, considering the office is occupied, there's no need for any further impunity. We need just him to comply and present himself before even we get him. But ours is to, as a law enforcement officer, is to take him before the Senate. And that we will do without fear or favor. Lakini mbona mkasubiri jioni? Manake hii itamaanisha kwamba iwapo mtampata atalala ndani? Not mambo ya kulala ndani. We have been looking for him and we never got him. So we were monitoring him. We never got him. And we got some information that he might be around. That's why you see us in the evening here. But we never got him in the morning. We never found him. So that's why you find us here. And we're still on it. Kazi jakusha. Jampeleka huko. So kazi inaendelea bwana. Tunaendelea bado. Na hiyo ndio wajibu wetu. We will do it. We will do it. Asante. Because that's our mandate. Asante. Na kuna mtu mwingine atafanya. Asante. Na tutaki impunity. We have a country to protect. Thank you very much. Yes, thank you. Asante. Ni kamanda wa polisi katika eneo la Nairobi, Issa Mohamud. Naomba usiondoke, tutakuwa tukizungumza baadaye pia utakapokuwa ukizungumza na wanahabari wengine. Kamanda wa county eneo la Nairobi, Issa Mohamud, ambaye anasema ni kwa nini wanamtafuta Johnson Sakaja. Wanasema kwamba waliwasiliana na Johnson Sakaja ama ofisi ya Sakaja ilifahamishwa kwamba afike mbele ya seneti na hakufika. Lakini Fred, kumbuka kwamba ni sheria ya Kenya kwamba lazima ripoti zote za vitabu vya akaunti viwe vimejibiwa kufikia kesho, mwisho wa mwezi wa Machi, na wakati ambapo majibu hayajatoka basi inakuwa ni kukiuka katiba ya Kenya, haswa kuhusu fedha za umma. Kwa hiyo gavana Sakaja huyu wanasema kwamba nilitajiwa awali kwamba pia gavana wa Samburu Lati Lelelit pia anatafutwa. Nafikiria kutoka maeneo hayo ya Samburu tutakuwa tukirusha macho yetu kule, lakini ni kutokana na kutofika mbele ya kamati ya PAC, kamati ambayo inaongozwa na seneta wa Homa Bay Moses Kajwang'. Katika taarifa zetu za baadaye tutakuwa pia tukiandamana nao tuone iwapo watakuwa wakifanikiwa katika shughuli hii ambayo wanayo jioni hii ya leo. Fred, iwapo una swali lolote nitafurahia kulijibu. Je, Sakaja yuko kwa afisi zake au yuko nyumbani? Sababu sasa hivi ni saa 1, tunajua afisi zafungwa saa 11. Yuko kule au tuwachezewa shere? Fred, ishara zote ni kwamba kwa sasa gavana Sakaja hayupo afisini. Maanake angekuwa afisini tayari angekuwa ameshakamatwa. Maafisa hawa wamekuwa hapa, nimewapata hapa. Kwa hiyo ishara zote ni kwamba gavana Sakaja hayupo ofisini. Inajulikana kwamba na afisi zake pia binafsi, private office, ambazo zipo katika maeneo ya Riverside. Hatujui iwapo maafisa hao wamefika kule ama wameelekea kwake nyumbani ama popote pale ambapo alipo. Kumbuka serikali ina mkono mrefu na kumpata kiongozi yoyote popote alipo wakati wowote haiwezi kuwa kazi ngumu sana. Kwa hiyo ni jambo ambalo tutakuwa tukifuatilia jioni ya leo, tuone itakuwa ikihitimikia wapi. Wapo Sakaja atakamatwa na kufikishwa mbele ya kamati hiyo ya Moses Kajwang' kesho mbele katika bunge la Seneti. Shukran sana Ibrahim Karanja, endelea kufuatilizia taarifa hiyo. Basi tutakuwa tukiungana na Ibrahim Karanja baadaye, ikiwa atakamatwa au hatakamatwa basi atatujulisha mwendo wa saa 3 kwenye taarifa zetu. Sasa